Nashukuru. Awali yote salamu alaykum. Mambo? Mko poa? Leo baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametujalia tumekutana leo hapa na kuzungumzia mchezo wetu wa kesho. Kiujumla kwamba mpaka tumefika Mwanza, ina maana kwamba utayari wa kucheza mchezo wa kesho upo. Na ndio maana tukaja Mwanza. Kwa hiyo kifupi ni kwamba najua tuna mechi kesho na Pamba. Wana mwalimu ambaye labda niwaambie kidogo, ni tumepigana vibuyu naye. Ni mwalimu ambaye tumecheza pamoja akiwa Yanga, mimi nikiwa Coastal Union. Kwa hiyo tunafahamiana. Kwa hiyo ni mechi ambayo naamini itakuwa na ushindani. Hilo mosi, lakini la pili kubwa ni ushindani uliopo kwenye ligi sasa hivi na uwiano wa points ambazo timu ambazo nyingi zipo hapo. Kwa hiyo utaona kwamba uzito wa mechi ya kesho ni mkubwa. Kwa hiyo naamini kwamba itakuwa ni mechi yenye ushindani. Kwa hiyo kwa kuwa tunaelewa hilo na kufahamu hivyo na kutambua, kwa hiyo maandalizi yote ya kucheza mchezo kama huo yamekamilika na tuko tayari. Okay, asante. Sorry. Mwalimu, ushindi mmoja kwenye michezo mitano ya mwisho kwa Namungo. Pengine hii tuseme ya kwamba kesho utajaribu kubadilisha zaidi mbinu ili kuweza kupata matokeo chanya kwenye mchezo wa kesho dhidi ya Pamba. Nafikiri kwenye maelezo yangu ya msingi nitakuwa nimeeleweka. Nimezungumza kwamba ni mechi ambayo itakuwa na ushindani. Sasa haijalishi nyuma ulikuwa na matokeo gani. Siku zote unaangalia kile kilichoko mbele yako, unajiandaa nacho vipi. Kwa hiyo huu ni mchezo wa mpira na matokeo ya mpira yako wakati wote tu. Kwa hiyo kifupi ni kwamba tumejiandaa vizuri kucheza na Pamba kesho. Hilo ndilo kubwa. Mwalimu, ale kikosi koje uenda kwa mchezaji anakosekana katika mchezo wa kesho? Kikubwa tunamshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Wachezaji tuliokuja nao wako vizuri na wameamka vizuri. Kikubwa ni kuwaombea tu kwamba na leo sio sababu binadamu sio. Kwa hiyo wala salama, waamke salama kesho. Basi nao pia wakatimiza wajibu wao, maana kuna haki na wajibu. Kwa hiyo wao ni kutimiza wajibu wao. Kwa hiyo mpaka sasa hivi namshukuru Mungu tuko vizuri. Mwalimu, wewe ukiwa kama kiongozi wa benchi la ufundi la Namungo, umeyatumiaje mapumziko ya kupisha mechi za timu ya taifa kuboresha mapungufu kwenye kikosi chako na kuhakikisha kwamba mnakuja mkiwa vizuri ili mechi hizi 7 ama 6 zilizobaki mnafanya vizuri na mnamaliza katika nafasi ambayo uongozi wa klabu unaitamani? Sitatoka mbali sana na maelezo yangu ya mwanzo. Nimesema au nimezungumza, manyi watani zangu wengine wasukuma naweza kawa Kiswahili mkielewe vizuri, watani zangu nye msije mkanikoti vibaya. Ni hivi, maandalizi yote ya kucheza mchezo wa kesho yamekamilika. Kwa maana hiyo ule muda ambao ulitoka kwa ajili ya kupisha timu ya taifa kwamba tumetumia kwa ajili ya maandalizi kwa ajili ya mchezo wa kesho na mchezo mwingine mbele yake. Kwa hiyo nikwambie mtani wangu kwamba maandalizi ya mchezo wa kesho yamekamilika na tuko tayari. Mwalimu Gunda, wana Ruangwa ambao ndio mashabiki wa Namungo namba 1. Ndio. Wanatamani, umesema kwamba maandalizi yapo tayari. Wanatamani kujua ni yapi ambao umeyafanyia kazi ambayo unajua kama usingeyafanyia kazi pengine mngekuwa kwenye wakati huu unapoenda kukutana na Pamba. Bahati nzuri siko mnadani kwamba natangaza ng'ombe wangu nimenunua wapi kwa mzuri kiasi gani. Kimsingi nazungumza kwa ujumla wake. Maandalizi ya kuendelea na ligi yetu. Wana Ruangwa wanajua hilo, wanafahamu hivyo, wanatambua hivyo. Kwa kuwa tunajua wale pia ndio wachezaji wangu wa 12 sio? Kwa hiyo lazima wafuatilie timu yao. Kwa hiyo wanaelewa kabisa hichi ninachokisema ni kwamba nao wanajua kwamba timu yao iko wapi na imefanya nini na imekwenda Mwanza kufanya nini. Kwa hiyo maandalizi ya mchezo wetu juu ya kesho, wana Ruangwa wachezaji wangu au wachezaji wangu wa 12 wanatambua vizuri sana.